ajabu. Baba, tunakutukuza. Wewe ni mwema sana Bwana. Wewe ni mwema sana Mungu wa baraka. Wewe ni mwema sana Mfalme wa ajabu. Ninalitukuza jina lako na ninaliinua jina lako. Nasema asante kwa wema wako. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa wewe mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Katika jina la Yesu tunakutukuza Baba, tunakuinua Mfalme wa amani, tunakuinua Mtakatifu. Tunasema wewe ni mwema, tunasema kuna kama wewe. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, sema amen. Amen. Umebarikiwa sana, naweza ukapata nafasi ya kuketi katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi hii ambayo ametupatia ili tukaweze kupatikana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Tunatukuza jina la Bwana. Karibu sana popote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Tumekuwa tukiendelea kutangaza na kuongea na kujifunza kuhusiana na roho ya wivu ama roho ya chuki. Bwana asifiwe sana. Na tukaona siku ya jana ya kwamba chuki ya ndugu za Yusufu haikumzuilia Yusufu kuendelea kuota ndoto. Kumchukia Yusufu hakukumzuilia usiku kuendelea kuota ndoto. Walimchukia mchana, walimuongea vibaya mchana, walimpitisha barabara ngumu sana mchana, lakini usiku Mungu alikuwa anaongea na yeye. Kuna mengi unaweza pitishwa katika ulimwengu unaoonekana, lakini katika ulimwengu wa kiroho bado kazi ya Mungu inaendelea. Bwana asifiwe. Katika ulimwengu wa kihalisi walimfanyia Yusufu mambo mengi mabaya. Walimfanyia Yusufu mabaya katika ulimwengu unaoonekana, lakini katika ulimwengu wa kiroho mambo yalikuwa mazuri. Mambo ilikuwa inaendelea vizuri. Bado Mungu alikuwa anamtokezea. Bado Mungu alikuwa anamuongelesha. Mungu alikuwa anamuongelesha vizuri katika ulimwengu wa roho. Lakini katika ulimwengu wa kihalisi wanadamu walikuwa wanamuongelesha vibaya. Wanadamu walikuwa wanamuwasia mabaya. Wanadamu walikuwa wanampangia mabaya. Lakini katika ulimwengu wa roho Mungu alikuwa anamuongelesha vizuri. Mungu alikuwa anampangia mazuri. Mungu alikuwa anamuwasia mazuri katika jina la Yesu. Leo nimekuja kusema katika jina la Yesu, concentrate sana na vile Mungu anasema juu yako. Makinika kusikia vile Mungu anasema. Kile kitakachoongoza maisha yako ni kenye Mungu anakuambia, ni kenye Mungu anakuonyesha. Na hiyo ni mambo katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa kihalisi inawezekana ni wengi wanakuchukia. Inawezekana ni wengi wanasema hutaweza. Inawezekana ni wengi wanasema hutafaulu. Inawezekana ni wengi wanasema unaenda chini. Lakini Mungu anasema nini? Mungu amekuambia nini? Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuambia nini? Tilia mkazo kenye Mungu amekuambia. Tilia mkazo kenye Mungu amekuambia. Usisumbuliwe na vile watu wamesema. Yusufu Mungu aliendelea kumwongelesha. Ingawaje mchana watu walikuwa wanamhuzunisha, ingawaje mchana watu walikuwa wanamsababisha kusononeka, lakini usiku Mungu alikuwa anaendelea na biashara yake. Bwana asifiwe. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba usijaji maisha yako na sauti unazosikia za watu na vile watu wanakufanyia. Jaji maisha yako na vile Mungu anasema katika ulimwengu wa roho. Jifunze kusikiliza katika ulimwengu wa kiroho. Mungu anasema nini? Ulimwengu wa roho unasema nini juu yako? Kimbia na hiyo, simama na hiyo katika jina la Yesu. Kubaliana na vile Mungu amesema juu yako. Wachana na vile wanadamu wanasema. Yusufu hakuwapinga. Yusufu aliwaachilia. Fanyeni tu vile mnataka.
hata wakipanga kumuua, wakipanga kufanya hizo zote, wao wanafanya hizo zote, lakini Yusufu alijua niko katika mpangilio wa Mungu katika jina la Yesu. Na kama kile ambacho kinasababisha watu wakuchukie ni mpango wa Mungu, ni Mungu atakupigania. Bwana asifiwe. Hatuelezewi katika maandiko Genesis 37 Yusufu alishindana na wao. Hatuelezewi Yusufu aliwakataza, bali Yusufu alinyamaza, kwa sababu hamunichukii kwa sababu mimi ni mbaya. Mnanichukia kwa sababu ya sauti ya Mungu kwa maisha yangu. Mnanichukia kwa sababu ya my bright future. Mnanichukia kwa sababu ya mambo ya kimungu. Yusufu akajua mtu akikuchukia kwa sababu ya mambo ya kimungu, usijipiganie, nyamaza. Mwenye anasababisha uchukiwe atakupigania kwa jina la Yesu. Na Mungu alimpigania Yusufu akiwa amenyamaza. Mungu alimpigania Yusufu kwa sababu ndoto zilikuwa za kiungu. Kwa sababu ndoto zilikuwa za kiungu. Leo nimekuja kukutangazia, kama wanakuchukia kwa sababu ya kile Mungu anafanya, kama wanakuchukia kwa sababu ya makusudi ya Mungu, nyamaza. Mungu atakupigania, maana ni yeye ameweka hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Chochote Mungu anaanzisha, Mungu ukipigania. Chochote Mungu ameanzisha, Mungu anaipigania. Na chochote Mungu anaanzisha tena, kitu kingine anafanya, Mungu pia huinua watu katika maadui watakaosimama upande wako. Jambo lingine ambalo Mungu alifanya, Mungu aliinua Juda. Bwana asifiwe. Juda alikuwa pamoja na wao, alikuwa anapanga pamoja na wao, hata yeye alikuwa anahisi vibaya, lakini wakati ilifika wa kutimiza mabaya, Mungu alihakikisha amebadilisha moyo wa mmoja na akamsimamisha ampiganie Yusufu. Ninaona mwaka huu kuna mtu anabadilishwa moyo asimame kwa ajili yako. Kuna mtu Mungu anabadilisha moyo wake, anaondoa moyo wa wadui, anaweka moyo wa kukuwaza, asimame juu yako, akupiganie, akutetee, abadilishe mawazo yao, awaambie hapana, tusimuue, hapana, tusimfanyie, hapana, tusimfanyie. Ninaona Mungu ameinua mtu kwa sababu ya kazi ambaye ameanzisha ndani yako. Nasema Mungu anainua mtu akupiganie kwa sababu kazi ni Mungu alianzisha. Nasema ni Mungu alianzisha. Nasema ni Mungu alianzisha. Nasema kama ni Mungu alianzisha, atainua mtu akukupigania, atainua mtu atakaye kutetea, atainua mtu atakaye simama upande wako katika jina la Yesu. Mungu katika wale watu ambao walikuwa wanamuongea Yusufu vibaya, ambao walikuwa baadhi yao ni maadui wa Yusufu, Mungu aliinua mmoja. Nasema Mungu aliinua mmoja. Nasema Mungu alibadilisha moyo wa mmoja. Nasema Mungu alibadilisha moyo wa mmoja. Nasema Mungu alibadilisha moyo wa mmoja. Alibadilisha moyo wake, akabadilisha moyo wake, akampigania Yusufu na akasema ni ndugu yetu, tusimuue, afadhali tumuue. Bwana asifiwe. Si Mungu ainue mtu mwaka huu asimame na wewe kibiashara. Mungu ainue mtu mwaka huu asimame na wewe kikazi. Mungu ainue mtu mwaka huu asimame upande wako. Mungu ainue mtu mwaka huu akuje akutetee. Mungu ainue mtu mwaka huu akuje upande wako. Kakala basia makanto malusa ya rabashanda ribasaya yeketelebese katerebezeria reka bushanda rabasia. Ilaona Bwana anainua mtu, Bwana anainua mtu, Bwana anainua chunda wa maisha yako, Bwana anainua chunda wa maisha yako, Bwana anainua mtetezi, Bwana anainua mtetezi katika jina la Yesu. Simama juu kwa miguu yako.
Mwambie Bwana asante, maana unainua mtu kwa ajili ya maisha yako. Unainua mtu Bwana atakayesimama pamoja na mimi. Unahitaji mtu wa kusimama pamoja na wewe. Unahitaji mtu wa kukutetea. Unahitaji mtu wa kukuonekania katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natangaza Bwana, unainua mtu Bwana, unainua mtu Bwana, unainua mtu Bwana, unainua mtu Bwana, unainua yule mama. Kuna mtu Bwana unainua atakayesimama. Kuna mtu Bwana unainua atakayesimama kwa ajili ya huduma hii. Kuna mtu Bwana unainua atakayesimama kwa ajili ya huduma hii. Kuna mtu unainua Bwana atakayesimama kwa ajili ya huduma hii. Kuna mtu unainua Bwana atakayesimama kwa ajili ya wapendwa hawa Baba, katika jina la Yesu. Nakushukuru Bwana, nakushukuru Bwana, nakutukuza Bwana, nakuhimidi Bwana, nakutangaza Bwana. Wastahili sifa Bwana, wastahili utukufu Baba, wastahili heshima Baba, katika jina la Yesu. Ni asante Mungu wa baraka, ni asante Mungu wa amani. Baba pokea sifa, Baba pokea utukufu, Baba pokea heshima, Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sema amen. Ninaamini kuna mtu Mungu anainua. Mradi ni Mungu ameanzisha hiyo kazi, lazima Mungu atainua mtu wa kupigania hiyo kazi. Ni vizuri kumwamini Mungu kwa sababu ya mtu. Mwambie Bwana, ni wewe uliniambia. Bwana, ndoto hizi zinatoka kwako. Bwana, mpango huu ni wako Bwana. Bwana atainua mtu. Yusufu alinyamaza. Wanasema tutamuua, Yusufu akanyamaza. Wanasema tutamweka kwa shimo, Yusufu akanyamaza. Wanasema tutamuuza, Yusufu akanyamaza. Maana alisema, Mungu ni wewe umeanzisha hii, ninakuamini utanipigania. Mpendwa, ninakuomba, wakati Mungu ameanzisha chochote, chuki ya watu haiwezi kukuweka chini. Maongeo mabaya ya watu haiwezi kukuzima. Bora ni Mungu alianzisha, hata wakugeuke wote hawawezi wakakuzima. Bado watashangaa unasimama na unaendelea tena, kwa sababu Mungu anapeana baraka kwa kazi ambayo ameanzisha. Si Mungu amani akubariki na kutende mema. Nikukaribishe katika ibada zetu za Jumapili. Tunaendelea na maombi ya ukombozi na uponyaji. Watu wanafunguliwa na watu wanawekwa huru. Bado tunaendelea kudili na roho ambayo imewekwa ikuchunge usiendelee. Roho ambayo imewekwa ikuchunge usitoke kwa madeni. Na kukaribisha tukabarikiwe pamoja katika jina la Yesu. Kutoka kwangu nasema umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Shika sadaka zako, simama juu. Utaturuhusu tumalize haraka, maana kunataka kukimbishana na hii kazi ili